Hudhuria mkutano wa kwanza wa kimataifa wa mambo ya habari, filamu na burudani ambao uliandaliwa na serikali ya India hapa katika mji wa Mumbai. Ni mkutano ambao umekuwa na wahudhuriaji kutoka duniani kote wanaojihusisha na mambo ya habari, filamu na burudani, na tumekuja na azimio la mkutano huu ambao linaitwa WAVES Declaration, yani WAVES maana yake ni World Audiovisual and Entertainment Summit. Kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuwa leo na mazungumzo kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya India, ambao kwa upande wangu nilikuwa mimi pamoja na waziri wa nchi wa habari na utangazaji wa India, Dr. Loganathan Murugan. Katika mazungumzo yetu hayo tumezungumzia maeneo yafuatayo. Kwanza tumezungumza kuhusu kufufua tena kwa idhaa ya Kiswahili ya shirika lao la utangazaji la All India Radio kwa kushirikiana na shirika letu la utangazaji la TBC, na wao wameonyesha kuwa tayari kabisa, na sasa itakayofuata ni mazungumzo ya utekelezaji wa kurejesha tena idhaa ya Kiswahili katika redio yao ya All India Radio, ambayo itakufanya tena Kiswahili kiweze kusikika katika bara Hindi na sehemu nyingine duniani ambapo redio hiyo inasikika. Pamoja na hayo, tumekubaliana tena kuanza kuwa na mashirikiano ya kiufundi kati ya TBC na All Radio India, hasa katika mitambo mipya ya utangazaji wa redio ya kidijitali ya DRM 30 Plus, ambao wenzetu wa India wako mbali sana. Katika ziara hii tumeweza kutembelea maonyesho na tumeona ni jinsi gani India wamekwenda mbali sana katika teknolojia ya utangazaji na urushaji wa matangazo. Pamoja na hayo, maeneo mengine ambayo tumekubaliana kushirikiana ni katika eneo zima la utengenezaji wa filamu. Moja, kuona ni jinsi gani sasa Tanzania na India tunaweza kushirikiana katika kutengeneza filamu, lakini maudhui ya filamu, na pamoja na kuzisambaza filamu za Tanzania nchini India na filamu za India kuendelea kununuliwa na kutumiwa Tanzania kama ambavyo vinaendelea. Lakini pia tumekubaliana sasa kushirikiana katika kuona ni jinsi gani tutaweka maneno ya tafsiri ya filamu zetu katika lugha za huku, yani Kihindi na Kigujarati, lakini pia filamu zao kuendelea kuwa na maneno ya mchirizi chini kwa lugha ya Kiswahili. Na eneo hilo pia tumekubaliana kuona jinsi gani sasa taasisi yao mpya ambao wameitengeneza kuhusu sanaa bunifu itakavyoweza kuchukua wanafunzi kutoka Tanzania, na chuo hicho ni kipya na kinasisitiza kuhusu matumizi ya teknolojia, sio utengenezaji wa teknolojia, lakini matumizi ya teknolojia ambayo imekwisha tengenezwa, lakini pia kuendana na mazingira ya nchi zinazohitaji teknolojia hiyo. Jingine ambayo tumelizungumza ni jinsi sasa ya kutumia akili mnemba kwa shughuli zetu mbalimbali. Akili mnemba inatoa fursa nyingi, lakini pia ina vihatarishi vingi. Kwa hiyo tumekubaliana na India kuona ni jinsi gani tutashirikiana katika kutumia akili mnemba na kuwa na vifaa vya akili mnemba ambavyo vitazuia au kusaidia katika kujua haraka sana taarifa potoshi au taarifa ambazo sio za kweli ambazo zinasambaa kwenye mitandao, kwa sababu kama nilivyosema, teknolojia hii ni mpya, inasaidia sana, lakini ina vihatarishi vikubwa, na moja ya hivyo ni kusambaa kwa taarifa za uongo au kupotosha taarifa au kuzigeuza taarifa, na wenzetu wamepiga hatua katika kuandaa tools, yani kuandaa mifumo ya kuweza kupambana na jambo hilo. Jambo jingine ambalo tumejadiliana nao ni kuhakikisha kwamba sasa tunawaalika na kuwakaribisha watengenezaji wa filamu za India kutumia maeneo yetu ya kimkakati nchini Tanzania. Maeneo hayo ni mlima Kilimanjaro ambao ni mlima mrefu kuliko yote duniani ambao umesimama wenyewe, lakini pia Ngorongoro Crater ambao ni kaldera kubwa kuliko zote duniani, lakini pia Zanzibar ambayo ina fukwe bora katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tumeona tuwakaribishe watumie fursa hizo pia kurekodi filamu zao, na hiyo ni pamoja na watu wao mashuhuri kuja Tanzania kutembelea Tanzania, lakini pia kuona maeneo ambayo wanaweza wakashirikiana na watu wa filamu Tanzania. Pia tumewakaribisha katika maonesho yetu ya filamu ya kila mwaka, kwa mfano Zanzibar International Film Festival, Cinema Zetu International Film Festival, na wao pia wametualika katika maonesho yao ya sinema ambayo mara nyingi huwa yanafanyika mwezi Novemba. Kwa hiyo ziara hii imekuwa ya manufaa makubwa sana kwa Tanzania, lakini pia katika kuimarisha uhusiano wetu na India, na tunaamini baada ya hapa sasa itakuwa ni utekelezaji wa haya ambayo tumekubaliana kwa kuingia katika makubaliano kati ya TBC na All Radio India
lakini kati ya vyuo vyetu vya Tanzania na vyuo vya India ambavyo vimeanzishwa kwa ajili ya teknolojia hii. Lakini pia bodi yetu ya filamu Tanzania na shirika ambalo linaitwa National Film Development Corporation la India. Na leo pia tulipata fursa ya kutembelea mji wa filamu ule wa Bollywood. Kuna mambo mengi ambayo tumejifunza, itatusaidia sana tutakapokuwa tunajenga arena yetu pale Kawe. Ni vitu gani tuzingatie ili na sisi tuwe ni miongoni mwa magwiji wa utengenezaji wa filamu za kisasa hapa duniani.